Na mtazamaji wa Aiwa TV, bado tuko na mashekhe hapa, tunakwenda kuzungumza angalau kwa uchache juu ya kile ambacho kimeweza kujiri hapa. Na Shekhe samani kidogo ili tupate hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tutoe shukurani za dhati kabisa kwa aliyebuni akatumia uwezo wake, akatumia nguvu zake katika mtazamo uliokuwa sahihi wa kuanzisha chombo cha habari ambacho kinaweza kikatoa ilmu na kuleta manufaa katika jamii. Kuwa na chombo kama hiki Aiwa TV, maana yake ni kutoa elimu kwa jamii, na ilmu siku zote ni lazima itakuwa ni yenye manufaa. Kwa hiyo kwa hili tunampongeza na tunamshukuru na tunakiombea Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu akitie baraka kiweze kufikisha malengo ambayo yamekusudiwa. Na zimezungumzwa mifano mingi, lakini pia tumezungumzwa sana sisi vijana. Nyinyi mlikuwepo katika level zetu na mumepita kwenye rika hili. Kuna mengi mmeyafanya nyinyi kama nyinyi, lakini yako ambayo yalikuwa naugusa Uislamu moja kwa moja, ila kuna yale ambayo yalikuwa yakigusa Uislamu kwa mzunguko. Kwa jamii sasa ambavyo unavyotutazama sisi vijana, unadhani kweli tunaweza kupita katika njia ambazo kesho tukisimama kweli tunaweza kuwa kama mlivyo nyinyi sasa hivi? Kwa sababu tuko katika uzinduzi wa chombo cha habari. Watu wanasema kwamba kama huna jambo mbadala basi utafanya lisilokuwa sahihi. Kwa hiyo kwa vijana kupata chombo kama hiki, lakini kikisimamiwa sawa sawa, maana yake vijana wengi wanaweza kutoka katika kuangalia, kusoma yale ambayo yanamomonyoa hayo maadili, na badala yake wakaingia katika chombo ambacho kitakuwa chenye manufaa kwao. Kwa hiyo kwa vijana ni jambo la kushangilia kwamba wanapata mbadala, badala kuangalia yasiyofaa. Alhamdulillah.